Kwa majina naitwa Mohamed Salum, ndio mkurugenzi mkuu wa shirika la wakala wa meli Tanzania kwa maarufu TASAC. Na kilichofanyika leo hapa ni kwa kushirikiana na shirika la bahari duniani na Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo Afrika, tumeratibu semina ya kikanda kuhusu utekelezaji wa mkataba wa kimataifa wa kuwa na njia moja ya kuwasilisha nyaraka za usafirishaji kwa njia ya maji bandarini, unaitwa FAL Convention au Facilitation Convention, ambao unataka nchi iwekeze katika mfumo wa kidijitali unaorahisisha shughuli za kibandari, kwamba pale meli inapofika upokeaji wa nyaraka, uchakataji wa nyaraka usiwe kuna mifumo tofauti tofauti, bali tuwe tuna mfumo mmoja ambao unarahisisha biashara na uingiaji na utokaji wa meli nchini. Kwa hiyo shirika la bahari duniani liliwasiliana na sisi kuhusu kuandaa semina ya kikanda kwa nchi za Afrika, na leo tuna nchi zaidi ya 20 hapo, lakini na wabia mbalimbali kutoka nchi mbalimbali duniani waliokuja kwa ajili ya kutoa mafunzo ya umuhimu wa mkataba huo na utekelezaji wake. Hilo ndio jambo kubwa, hivyo tulimwalika kuja kufungua semina yetu, lakini jambo hili lina manufaa makubwa, kwani utekelezaji wa mkataba huu utawezesha kutokuwa na mifumo mbalimbali katika eneo la bandari. Kwa sasa unakuta taasisi mbalimbali zinakuwa zina mifumo yake tofauti tofauti, ambayo kidogo inachelewesha utoaji wa mizigo bandarini, lakini unapokuwa na mfumo mmoja, utoaji wa mizigo bandarini unakuwa wa haraka, na vile vile unawarahisishia wateja kuto kutembelea taasisi mbalimbali kwa ajili ya kupeleka nyaraka za aina hiyo hiyo. Kwa hiyo anapokuwa ana access na mfumo wa pamoja, unawezesha kuboresha utoaji wa huduma za bandari na ufanisi kuongezeka. Kama mnavyojua, bandari yetu ufanisi umeongezeka sana, lakini tunaamini tukitekeleza mkataba huu unaweza kwenda kuongeza kwa mara 2 zaidi, kwani meli hazitokaa. Uingizaji wa nyaraka, upokeaji, uchakataji utafanywa kwa pamoja na kurahisisha biashara nchini. Kwa hiyo ndio jambo kubwa. Hapa tuna nchi kama 15 na semina hii itafanyika wiki yote hii kuanzia leo mpaka Ijumaa, kwa kubadilishana uzoefu. Tuna wenzetu wametoka Korea ambao wameshatekeleza mfumo, watashare experience na challenge, na baada hapo tutatoka na maazimio. Lakini kwa upande wa Tanzania tayari mkataba huu tuliridhia na tayari tumeshatunga kanuni. Kwa hiyo tuko katika mchakato wa utekelezaji wake, na shirika la bahari duniani limeshakuja mwezi uliopita kutufanyia assessment, yani walifanyia tafiti mapungufu gani tunayo. Tuko kwenye vizuri, kuna maeneo tumeshatekeleza, lakini kuna maeneo ya kuboresha ili kuhakikisha tunatekeleza vyema mkataba huu wa kimataifa ambao nchi yetu tayari imeridhia. Nashukuru sana.